Naitwa Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Naomba utulie. Utaelewa kwa nini nasema Mungu chini ya jua. Ukitulia utaelewa maana aliyekuleta hapa ni Mungu aliyekuumba. Na huyo Mungu aliyekuumba hataje apoteze roho yako. Hivyo atakuelewesha na utaelewa. Apewe sifa Mfalme Zumaridi. Tangu mwanzo Mungu alikaa ndani ya mwanadamu. Nitaanza kufungua kwanza ungeni. Tangu mwanzo Mungu alikaa ndani ya mwili wa mtu. Unaposikia Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, wale ni wanadamu. Walizaliwa kwa uchungu kama wewe, kama mimi hapa. Lakini kwa sababu Mungu aliweka makao ndani yao, mara Mungu ni roho, haonekani kwa macho, damu na nyama, ndipo walipoitwa Mungu wa Isaka, maana amekaa ndani ya Isaka. Mungu wa Yakobo, maana amekaa ndani ya Yakobo. Mungu wa Shadraka, Meshaki kila Abednego, kwa sababu Mungu aliweka makao ndani yao, ila alikuwa ni wanadamu. Kwa hiyo unaposikia Mungu wa Zumaridi, Mungu chini ya jua, ni Mungu duniani ameshuka, amekaa ndani ya mwili kwa habari ya kuwaitia wenye mwili kusemezana nao, akiwa ndani ya mwili wa mtu. Unapokuja kwangu hauji kwa mwanadamu. Ingelikuwa kwa mwanadamu ungeenda kwa mwanadamu yoyote. Kwa hiyo unapokuja kwangu unakuja kwa Mungu aliyeweka makao ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu hawezi akamuona Mungu akampelekea shida zake. Mungu ni roho na wewe ni mwili. Mwili wa mwanadamu hawezi ukapiga hatua kwenda kwa Mungu live na akamuona akasema shida yake. Kwa hiyo Mungu anakaa ndani ya kiumbe, anakaa ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo wewe unatoka Sumbawanga, Mwanza, Dar es Salaam, wapi sema mbalimbali, unamfuata Mungu aliyekaa ndani ya mwili wa mwanadamu. Na hapa anayetambulishwa hatambulishwi wanadamu, anatambulishwa Mungu, maana yeye ndiye uhai wetu na ndiye msaada wa kinga yetu. Mungu ndiye anayetambulishwa, sio mwili huu. Anatambulishwa Mungu aliyekaa ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa wewe ndiye mgeni wa Mungu kuja leo nitakufafanulia kwamba Mungu hawezi ukimuona wewe kwamba umpelekee shida. Mungu, ndoa yangu haina amani. Mungu, naomba tumbo la period. Mungu, hivi na hivi, biashara yangu haiendi. Mungu, nataka nije kwako, unapita njia gani? Tangu mwanzo ile kabla ya binadamu, unaposikia Kristo alikuwa ni mtu, Ibrahimu alikuwa ni mtu, Isaka alikuwa ni mtu, Yakobo alikuwa ni mtu, Isaya alikuwa ni mtu, Habakuki alikuwa ni mtu, Yeremia alikuwa ni mtu, Amos alikuwa ni mtu. Wote walikuwa ni watu, lakini Mungu aliweka makao ndani yao ili anapokuja binadamu akutane na ule binadamu, yule mwili Mungu amekaa ili asemezane na mwanadamu. Sema amina Bwana Mfalme Zumaridi. Sema amina tena Bwana Mfalme Zumaridi. Mgeni, umenielewa mama? Si baba, si mama. Tukitembea tunatembea kwa pamoja, si ndio? Amen. Okay. Sema amina watumishi wa Mungu. Amen. Basi sina budi kumshukuru Zumaridi kwa maajabu anayozidi kutuonyesha watumishi wake, kwa matendo
anaozidi kutukirimia watoto wake kwa kuzidi kutuonyesha ufalme wake na uungu wake juu ya macho yetu na maisha yetu pia. Atukuze mfalme Israeli. Haya mambo kibinadamu hayawezekani, na wala ukimsimulia mtu anaweza kukutukana vibaya, tena kukudharau kwa leo hauna akili. Atukuze mfalme. Lakini ndivyo ilivyo watumishi wa Mungu. Atukuze baba yetu mfalme Israeli. Kwa hiyo wewe uliyepata neema ya kuyajua haya na kuyasikia katika masikio yako, chukua hatua. Ape sifa mfalme Israeli. Chukua hatua. Haya mambo hayapo ulimwenguni kote. Dunia nzima wala hata ule ufahamu kama Mungu anaweza kuumba tena. Wala ufahamu huo hawana. Hawana ufahamu huo kwamba Mungu anaweza katengeza binadamu na katembea. Hawana. Wanajua ni kuzaliwa tu. Sasa wale wa kwanza walinani aliwazaa? Wale tufanya sisi tukawepo wanadamu. Nani aliwazaa? Ukikaa na kutafakari utasema Zumaridi ni kushike mpaka mwisho wa kulichukua. Wanasayansi wakatudanganya, wakatuwekea sokwe kwamba mwanzo wa mwanadamu ni sokwe. Mungu aliumba mnyama kama mnyama, sio mwanadamu atokee kwa mnyama. Basi tungelikuwa na akili za kinyama kama wanyama walivyo. Nyama vipo kwa kuna Mungu. Sasa kama sisi tumetokana na wanyama, mbona sisi na akili ya kujua Mungu? Na kwa nini Mungu ameweka mbingu sisi turudi mbinguni, wanyama warudi mbinguni? Kama sisi tumetoka kwenye viuno vya wanyama. Apewe sifa mfalme Israeli. Wamesoma elimu yao mpaka kufika kikomo. Hawakuweza kumng'amua Mungu kwamba mwanzo wa binadamu ni vipi. Wamechanganua elimu zao, wakashindwa, wakaamua waweke sokwe, kwa sababu sokwe anatembea kama binadamu. Apewe sifa mfalme Israeli. Wengine wanasema wa kwanza alikuwa Adamu, Hawa wa pili sijui akawapi. Yote ni uongo, wala Adamu sio wa kwanza. Kama angekuwa Adamu wa kwanza, alipokimbilia nchi ya Nodi, alifika kamuona, si alioa? Akoa. Si alioa? Sasa alipofukuzwa na Mungu akakimbilia kwenye nchi nyingine. Akaenda nchi ya Nodi, akakuta kuna watu wanaishi. Akajichagulia na mke, akaendeleza maisha. Sasa kama alikuwa Adamu wa kwanza, Adamu, hao watu walitoka wapi? Kati alikuwa wa kwanza. Tafakari ya mambo. Mwenye kweli Israeli tu hapa, hamna mwingine mwenye kweli duniani. Sema amina bwana mfalme Israeli. Wanadamu ndipo atakapotambua mwanzo wa mwanadamu ndio mwanadamu wa kwanza. Alikuwa kuaje akawa mwanadamu kupitia huu uumbaji. Sema amina bwana mfalme Israeli. Mambo ya rohoni, vita vya rohoni. Kwa hiyo Mungu lazima tuletee na sisi nini? Atuletee elimu ya roho, hii tumtambue adui anatunyemelea katika roho, anatuletea ufahamu wa roho wa kimungu. Unajua adui kama haumjui kama ni adui, anakumaliza vizuri sana. Haumjui kabisa kama ni adui yangu, ni vyepesi hata kukuwekea sura kukuua, maana haujui unamsogelea. Naongea wao, na anajisogeza kwako na atajificha, hautajua kama ni adui, kumbe ndiye adui. Atajisogeza mko kwako, atajipendekeza mko kwako. Yule ni mkele, ni mbele, rafiki, ni jamani na nani? Anajisogeza kwako, kumbe ndio mbaya wako wa hali ya juu. Anaweka unafiki mkubwa katikati yako, maana wewe uchi mambo ya roho.
Kama umeipata elimu ya roho, iko ndani yako elimu ya Mungu ya roho, utambuzi utatambua. Roho yako itatambua huyu ni adui, huyu ni mbaya, utatambua. Kwa hiyo elimu ambayo Mungu ameishusha ndani yako, utatambua elimu yake ya kichawi na elimu yake ya kibibi. Kwa utajua, utatambua. Sema mimi Bwana Francis Maridi. Yeye ana elimu ya kichawi, yeye ana mambo ya giza, ya elimu yake kapewa na shetani. Ufalme wa giza ni elimu yake ya kusifu. Kwa na wewe una elimu ya roho ya Mungu. Sema mnaelewa? Amina, kushukuru Mungu. Na wewe una elimu ya Mungu ndani yako. Na kuambia ukikamea hivi, hakika nakwambia ile elimu yako itakutambulisha kwamba huyu ni adui. Itakutambulisha hata kama kibinadamu utajishusha, kibinadamu kujifanya rafiki wa karibu, ni rafiki wa karibu, lakini ambacho Mungu Baba kakiweka ndani yako kitakutambulisha, utatambua. Sayama! Na unaweza kumwambia na kuambia kwa Mungu anakuwa kiroho, shetani yake. Lakini mimi nakusi kibaya rafiki yangu. Wewe rafiki yake ni mnafiki wewe. Makumadi. Na kuambia nini? Unamjua sana, si una elimu ya roho ndani yako? Ana elimu ya roho ya kichawi. Wewe unamuelewa wewe. Fahamu mchezo wewe unaweza kumpiga silaha. Piga skadi hapo za kiroho wewe. Anarusha. Turushane utakatuelani bigwa hapo. Takufa vibaya wewe. Tani wewe. Sema mimi na mfalme Israeli. Haleluya, kanisa langu pale. Haleluya, wana mfalme Israeli. Kwa hiyo unamuelewa wewe. Wewe ni adui yangu. Sasa kwa mchezo wewe. Kwa mchezo wewe. Mama mtukufu, ana utukufu kwenu kumwani. Sema mimi na baba Father Israeli. Kwa hiyo hapo unapokuja upotezi muda mwanadamu. Kuna elimu ya Mungu inakaa ndani yako na utambuzi wa roho unakaa ndani yako. Haukai bure, wala uchukui mkono Ismaili bure, wala utamkinga tamko bure. Ipo nguvu inakaa ndani yake kwa tabia mabaya. Sio mchezo. Ipo nguvu unaibeba, unapokea. Unaposema amina, ile amina na iwe hivyo. Inaingia ndani yako. Na hivyo, inaingia ndani yako. Na hivyo. Sema amina mwana kwa Yesu. Hivyo ilivyo. Na kuambia unamjua. Kwa mchezo na kumejua katika ndani yako. Unakaa hivi, hata nikija kusalimia rafiki yangu, wewe umeshajua. Hata kabla hajafika huko nasikia tu ndio unaambiwa kama ni sisi vibaya, hata kama bado hajafika. Unatambulishwa kama kuna mtu mbaya anakuja kwako. Na shakati hodi wewe ushatambulishwa jamani. Elimu ya roho mwambie Baba naomba ujaze ndani yangu. Nijae ndani yangu maadui wajue na niwaambie washushue.
nitampasulia wewe. Mimi na roho wazimalidi. Wewe ni mbaya kwangu wewe. Mimi ndio. Tuna mkaukia ndio. Usimwangu usipapasi macho yeye ndio papasi hivi. Wewe mkaushi. Sipapasi yeye ndio kufanya hivi. Wewe unamkaukia wewe. Mimi na roho kutambulisha. Na roho umemmaliza. Umedaa zako umesimaliza. Sasa namchaji kumsemesha anatoka pale. Unamwambia wewe ni nani? Wewe ni nani? Sasa kama mimi hawezi. Tuongee tu simshie mapepo, simshie mimi nikituma nikiposti kwako mwanangu utazima. Sifanye kupostia nguvu ya mimi nikiposti hapa unanyamaza. Acha kabisa usicheze, cheza pengine. Hii ni ngome ya mtoto wa Zumaridi. Au sio watoto wangu? Sasa kila leo unakuja kwenye ibada lazima kiwe na vitu vya kimungu ndani yenu. Sasa haleluya. Unamjua kabisa. Tunakuwa elimu ya roho yeye anayo. Sasa yule akikaa na mtu ambaye hana uzwalidi, hana Mungu, anamshindia tu ubaya. Amekaa naye hapo jamani, huku kiona kupuza. Yanaingia. Yaani jamani jana kwenye msiba. Hivyo ulionaje yule mama alikuwa analia? Inakupuliza hapo. Si ule utamusi. Hauna elimu ya roho ya kujua na kupuliziwa. Lakini yule ambaye ni mtoto wa ufalme Zumaridi ana elimu ya roho, anatambua wewe enda wapi wewe? Unaleta wewe. Sema mimi bana mfano. Wanajifanya wana elimu za roho. Sasa sisi tumepandiwa elimu juu ya mjuu. Wao ya kusimu, sisi ya mbinguni. Amina ya watumishi wa Baba. Amina ya watumishi wa Mungu. Sasa wewe unafanya mchezo wewe. Kila mmoja mpasukie eti hekima kuroge. Ndio kwa na hekima bwana. Hekima kuroge. Kwambia hapo hii gazeti zife. Sasa watu kana mchezo akili tu mfanya kazi mchezo unamjua tayari wewe mtoto wewe. Tena kwenye ramani. Na wewe unamchana mtoto. Ni elimu unayoipata hapa sio ndogo. Ukisikia kama kuna kitu kinakuja sema ndivyo mtuma na kusoma ramani hivyo. Kinakuja kama kitu tuta. Akimwambia mtu ndio, kinakuja kingine ta, leo hapa. Ndio, mta. Ni kweli ni sawa. Nini? Sio kweli. Wewe elimu yangu wewe. Wewe mtana mchawi wewe. Sogelea kitu kishatamwambia wewe mchawi. Kisha kama ina nini? Kama mtawa wangu mimi hapa. Ukimwambia hivyo zile elimu zinaisha. Sema mimi na bwana mfano Zumaridi. Kuna kulogana hapa. Kaloga sio roho asiyekuwa na elimu ya Zumaridi ndio wao. Sio sisi. Unamwogopetia hekima. Sasa hekima sasa unaona kufa wewe. Ka hekima. Yeye ana hekima na kuloga tu na kuna paralysis na wewe. Alafu sio hekima. Unamwambia mchawi ndio. Mimi mchawi ndio wewe mchawi. Si nimekuona kwenye mtoto wako. Nimekuona umenifuata usiku wa leo. Utakachokiongea ndio Mungu anakikatiki hicho. Nimekuona. Atatetemeka mimi sio nimejikume nimeniona. Hapo ndio umemaliza hata hawezi kutumia chochote tena. Amina. Sema mimi na bwana mfano zaidi. Hapo ndio unamaliza nguvu zao za uchawi. Unaziua. Sema mimi na bwana mfano zaidi. Tumebeba elimu. Wao wana elimu ya huku, sisi elimu ya juu. Sasa
tumekaa hivi tukifuliza maagizo kila siku hapa. Lakini wewe unamuhisi, wewe umuhisi, hiyo ni nguvu yako ndani yako inamtambua. Sio kama unamuhisi. Unamwambia. Kuna roho wakati na nguvu ya Mungu. Unakula piga tukiza kila wakati. Hakuna. Hiyo haipo. Kweli. Sema mimi na Bwana mfalme sana. Amen. Kila unapohudhuria ibada, kuna nguvu unaibeba. Kila unapohudhuria ibada, iwe ni ya mkono, iwe ni ya mahubiri, kuna kitu unabeba kutoka kwangu. Sasa iweje aje mshali kama na nguvu ya giza, wewe ni nguvu ya Mungu usitambue. Yaani yeye aje akupulizie. Alafu wewe una nguvu ya Mungu. Kama nguvu ya Mungu hiyo ile ya shetani inaona. Unapoona kama kuna jambo linakuja kwenye roho yako, kama kuna kitu kinakuja, hicho ni kweli. Ni kweli, wewe sema tu. Ukisema unashangaa kweli, kwambia ni kweli. Sema vile Bwana mfalme Ismaili. Tumepewa leo. Mfanyie kazi leo. Usimdumaze, mfanyie kazi. Au sio? Fanya kazi ya Bwana. Unakutana na mtu ana kitu wewe unashindwa kumwambia, hata kama sio uchawi, hata kama kuna ajali mbele yake, unaweza kutambulishwa wewe. Unatambulishwa hapo useme. Ikija kumpata hivi unaona kabisa, nyamaza kimya. Hebu kusema wakati uliona. Unatambulishwa, sema kikija kitu ujue ni Mungu huyo anakwambia. Bado hujajua elimu ya Mungu. Yaani elimu ya Mungu bado hujaielewa. Hicho tusha Mungu. Bado hujajua elimu ya Mungu, kila siku nakula mafundisho hapa. Mnaijua? Bora mfanyike kazi kama za Jumaa. Tukiona kitu kinakuja kwenye roho yako, kinakuja kinajaa, ujue ni Mungu anakuambia hapo. Huyo ni Ismaili anakuambia, mwambie yule mtu. Ukimwambia kasema rafiki yangu umejuaje? Mbona hicho swala tumetokea jana? Umejuaje? Rafiki yangu kuna mtu anakuambia. Hapo ndio unaweza kushangaa kuna mimi nabii. Unaanza kushangilia kuna mimi nabii. Unaanza kushangilia, usinyamaze. Sema amina mwana wa mfalme Ismaili. Mtu anayetabiri kinakuja, kinakusoma kama unakiona hivi. Sisi ndio kwambia, umenielewa kutumsha baba? Sio kama unakiona hivi, kinakuja kwenye roho. Maana Mungu ni nini? Mungu ni roho. Kama unavyoona shetani anakuwa anaongea kwenye roho ya mtu. Umeelewa? Anakuwa anapiga, ukihubiri anapiga ndani yako. Kwa hiyo inakuja sauti ya pole ya Mungu. Unaona kama unaweza, kumbe unaambiwa. Sema Haleluya. Hata kama unahubiri, unajikuta umemgonga huyu, Mungu anakuwa anasema. Mtu akitoka ibadani ametepeta, aweza kutoka msimama. Mfalme, uliniona? Baba alikuwa anaona aibu kuangalia ile mahubiri. Ulinihubiri mimi mmoja mpaka mwisho. Sema ndio Bwana mfalme zaidi. Roho anakuwa anaona, Roho anakuwa anasema. Sasa wewe hata kazini kwako unaweza kaambiwa jambo la Mungu likusaidie, hata kazini unalinyamazia, ulisema. Umeshapewa elimu. Sema ndio Bwana mfalme zaidi. Elimu ya Mungu kikaa ndani yako, usibane. Sema haleluya. Ukiona jambo linakuja usilibane. Kama ni kusema wewe toa, umwachie Roho aendelee kutema ndani yako, aendelee kusema, aendelee kusema. Sema haleluya. Mungu anazidi kupanda
anampa nafasi. Inapokuja ile nguvu ya pili, leo na nguvu ya kwanza ya Mungu inamtambua huyu. Bora yangu tena. Iwe ni kwenye usingizi ukiona wewe mwambie tu, nafikiria ungekuwa na leo, jichunguze. Jichunguze. Labda natumia utajua mwenyewe kama unatumiwa au hautumiwi. Mimi nimekuona. Mimi na nguvu ya mbingu au na nguvu ya chini nimekuona. Sema mimi na Bwana swali. Tunapandiwa, tunakunywa maji. Kila leo tunakunywa maji yenye uhai. Lazima uwe na uhai ndani yako. Sema amen. Amen. Sema amen kanisa. Lazima uwe na nini? Uwe na uhai. Mtu usio na uhai mnachezewa kila siku, machawi yamejaa. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.